Niko hapa kwa niaba ya chama chetu cha madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani Tanzania, ambayo moja ya majukumu yetu ni elimu kwa jamii. Kwa sababu pamoja na vyeti vyote mnavyoviona hapo, hatutamani wagonjwa waongezeke kutokana na uzito wa matatizo tunayoyaona katika jamii yetu. Kwa hivyo na sisi au nyinyi ni sehemu ya jamii, na nafikiri ni busara sana ya viongozi wetu kuweka hii mada katika siku kama ya leo. Kwa hivyo kwa kuanzia tutazungumzia namna ya kutunza afya ya moyo katika baina ya wafanyakazi, lakini pia afya kwa ujumla, kwa sababu moyo ni kiungo au organ, lakini inategemea kila kitu, inategemea mwili wote na akili pia. Kwa hivyo tutaangalia katika upana huu. Kwa kuanzia tuangalie sasa kuhusiana na magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo, sitaki kukupelekeni shule, sio kwamba tunafanya medical school, ni katika kujaribu tu kuwa katika ukurasa mmoja au twende kwa pamoja. Ugonjwa wa moyo, shinikizo la damu ni moja ya magonjwa yanayojumuisha kwa kitaalamu tunaita cardiovascular diseases, yani magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, na haya yanaathiri moyo wenyewe, mapigo, mzunguko wa damu, na yanaweza kuathiri kiungo chochote, sio moyo peke yake. Tutaenda kuangalia zaidi. Na magonjwa haya yanaweza kuwa na dalili, kwa mfano kujisikia maumivu au kubanwa na kifua, kushindwa kuhema vizuri hususan mtu anapokuwa amelala, moyo kwenda mbio, hata tumbo kuvuruga. Wakati mwingine tatizo sio tumbo, tatizo ni moyo, na mengineyo, udhaifu, kushindwa kufanya kazi na kadhalika. Lakini kwa bahati mbaya, mara nyingi magonjwa haya ya moyo huwa hayana dalili kabisa mpaka ifikie katika stage mbaya, stage ambayo aidha tayari mtu ameshapata stroke au figo zimefail au moyo wenyewe umefail na kadhalika. Na ni magonjwa ambayo yanagharimu sana matibabu yake. Shinikizo la damu huweza kupelekea stroke, huweza kupelekea figo kufail, na maradhi haya watu wanatembea nayo. Mtu hajui kama anaumwa, inafikia mpaka ameanguka. Na sasa hivi asilimia kubwa wanaopata stroke kwa takwimu za uhakika kabisa ni vijana kuanzia miaka 35. Na wengi ambao wanaugua magonjwa ya figo kwa sababu ya moyo na shinikizo la damu ni vijana zaidi kuliko wazee. Kwa hivyo ni lazima tuchukue hatua. Na magonjwa haya ya moyo ni sehemu tu ya tatizo kubwa zaidi linaloitwa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa, yani non-communicable diseases. Na magonjwa haya ndio kisababishi kikuu cha vifo duniani, ambapo asilimia 70 ya vifo duniani kote, yani 7 ya 10, ni magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, ikiwemo magonjwa ya moyo. Hii yote ni katika kujaribu kuonyesha ukubwa wa tatizo, ili tutapoanza kuangalia, kukumbushana namna ya kuyadhibiti na kuyakinga, tuweze kufahamu umuhimu wake. Kwa hivyo kwa Tanzania kwa mfano, magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza husababisha theluthi ya vifo vyote. Najua kwa upande wenu mna takwimu nyingi za vifo vya ajali, ni vingi, lakini vifo vya magonjwa ya kuambukiza ni vingi pia. Ni theluthi yasiyokuwa ya kuambukiza, ni theluthi ya vifo vyote. Kwa hivyo mnaweza kuona jinsi gani tatizo ni kubwa. Ukiangalia magonjwa haya, kama mtaona hii grafu ya katikati, I think kasa haionyeshi, lakini grafu ya katikati hiyo nyekundu na blue, mwaka 2019 mpaka mwaka 2023, takriban miaka minne, kumekuwa na ongezeko la asilimia 20 ya haya magonjwa. Kwa nini? Sababu tutaziona, na najua baadhi yenu tayari mnazifahamu. Ni kwa sababu magonjwa haya yasiyokuwa kuambukiza, ikiwemo magonjwa ya moyo, tunaita magonjwa ya mtindo wa maisha, yani lifestyle diseases. Na kwa kiasi cha asilimia zaidi ya 90 ni magonjwa yanayoepukika.
Kwa hivyo ongezeko hilo ndani ya miaka minne la 20% ni kwa sababu tu ya mtindo wetu wa maisha. Kwa hiyo yote haya yana mzizi mmoja, ambapo tuking'oa huu mzizi tutakuwa tumemaliza tatizo. Na ndio maana lazima tukinge haya magonjwa yasiokuwa ya kuambukiza, ikiwemo magonjwa ya moyo. Tunaweka zaidi kipaumbele kwenye kazi kuliko afya zetu, lakini sio kweli kwamba vyakula au kufanya mazoezi vinagharimu zaidi kuliko vyakula ambavyo tunazoea kula. Ukiangalia vina gharama nafuu zaidi, tutaona, si ndio Kwa hiyo na gharama ya kutibu magonjwa haya ni kubwa sana, mara 1000 kuliko gharama ya kujaribu kuyazuia. Sijui tunakubaliana? Na ndio maana tunasema hizi ni lifestyle diseases na zinazuilika, ni preventable. La kwanza kabisa ni vyema kupima afya mara kwa mara. Ukishafika umri wa miaka 40 ni lazima upima afya yako kila mwaka kwa uchache. Na hii nazungumzia kupima afya yako kwa ujumla, full medical check-up A to Z. Utaangaliwa mkojo, tezi dume, moyo, figo, kila kitu kuanzia miaka 40. Na kwa wanawake watatizamwa viashiria vya awali vya saratani ya matiti, saratani ya shingo ya kizazi. Yote hayo ni package. Lakini kila unapohudhuria hospitali, hata kama umeenda kumwona daktari wa ngozi, unapimwa pressure. Uongo kweli? Hata kama unaenda kwa ajili tu ya labda unaenda hata ya macho, chochote unachoenda kufanya hospitali, utapimwa pressure na mapigo ya moyo. Si ndio? Hii sio kwa sababu ya wao kujiridhisha kwamba uko salama siku ile, lakini pia ni moja ya maagizo ya serikali. Ni one of the screening points. Kwa sababu si ajabu tumeshawahi kuona wanafamilia ambao wamekwenda hospitali kwa sababu nyingine kabisa, akaambiwa umekuja na nani? Hii pressure huwezi kurudi nyumbani. Tunakubaliana? Ndio sababu hiyo serikali ikaweka sheria au tuseme agizo kwamba kila anayekuja hospitali lazima apimwe shinikizo la damu kujaribu kupunguza madhara. It is the first screening point. Kwa hiyo na kama hukupimwa, waambie nataka kupima pressure. Wewe si unakuja kutibiwa macho, nataka kupima pressure. Na kurugenzi amesema tunalipwa vizuri, si ndio? Hii pesa tulopata leo tukanunue BP machine 100,000 tu thamani yake. Kaa nayo pale nyumbani, kwa sababu unaweza ukakaa miaka 3 hujaenda hospitali, pengine uko vizuri, lakini kuna pressure inaendelea mpaka siku ukaanguka. Kwa hivyo tununue BP machine, tununue kifaa cha kupima sukari, tununue mizani, kuendelea kujitathmini. Na unapoona ishara ambazo sio salama, unafika kituo cha karibu cha afya. Nashukuru. Baada ya kuwa tunapima afya zetu mara kwa mara, tutaingia swala la pili ambalo ni kuzingatia uzito. Kuzingatia uzito. Sio tu kujaribu kupunguza, lakini vile vile ule uzito ulionao, kama ni uzito unaostahiki, unaotakana, then ujaribu maintain, usiongezeke zaidi. Kwa hiyo kwa kuanzia, ndio maana tukasema tununue mizani nyumbani na tape measure, ili wewe mwenyewe kila baada ya miezi 3, 6 unaangalia. La kwanza la kuangalia ni uwiano wa uzito na urefu. Inaitwa BMI. Si ndio Najua mshai kusikia. Body Mass Index. Ambayo formula yake ni rahisi kabisa. Unaweka uzito, unagawanya kwa urefu mara urefu. Unachukua uzito, unagawanya kwa urefu mara urefu. Yaani urefu square. Kwa mfano uzito wako ni kilo 70, urefu wake ni mita 1.7. Unachukua 70 chini ya 1.7, wanahitaji kwa Kiswahili square, mraba, yani mara 2, kipeo. Yani urefu mara urefu kwa Kiswahili cha urahisi. Kwa hiyo naomba tafadhali
calculate BMI yako. Wewe mwenyewe wala usimuonyeshe jirani, sitaki kuaibishana. Tumia simu, calculator ya simu. Uzito wako unaufahamu, kadiria urefu wako kwa mita. Kama unajua kwa inch, jaribu kuconvert kwenye internet, unaweza kurekebisha. Mkurugenzi, naomba kutoa ombi kwamba ikiwezekana, mwenyekiti, katika mabaraza yafuatayo mikutano mikubwa tuwe na screening camp vile vile, kama itawezekana. Tunafanya screening na ushauri wa afya, tunaendelea na baraza kama itawapendeza. Asante. Tayari tumecalculate BMI, kila mtu na siri yake, si ndio eh? Formula nyingine rahisi ni urefu wako kwenye sentimita. Urefu wako kwenye sentimita, zile mita zile, kwa mfano ya mita 168, zile sentimita zilizozidi baada ya mita ndio uzito wako stahiki. Sijui mmenielewa? Yaani huu ndio uzito wangu, urefu wangu mimi, si ndio eh? Naitoa hii mita naitoa, si ni 1, nabakia na hizi sentimita. Huu ndio natakiwa uwe uzito wangu. Yaani sentimita juu ya mita. Hizi sentimita zilizokuwa juu ya mita, huu ndio uzito wako. Tupo pamoja? Kama urefu wako ni sentimita 150, utakiwa uzidi kilo ngapi? Hiyo ni formula rahisi, lakini ya uhakika zaidi ni BMI. Lingine la muhimu la kuzingatia, wote tununue tape measure, sio? Tununue tape measure. Tupo pamoja jumbe? Tununue tape measure. Tununue mita. Kwa sababu upana wa tumbo ni moja ya sababu za magonjwa ya moyo. Sio tu uzito, unaweza kuwa uzito wako wastani lakini tumbo likawa kubwa. Tumbo peke yake. Tumbo peke yake. Tumbo peke yake ni hatarishi, hata kama huko kwingine uko vizuri, kwa sababu kwa mujibu wa fiziolojia ya mwili, fat au mafuta yanayozunguka tumbo ndio mafuta hatari zaidi, na ndio wako katika hatari zaidi ya kupata stroke, heart attack na mengineyo. Kwa hiyo kwa mwanamume isizidi 102 sentimita. Natamani ningekuja na mita leo. Kwa inchi inakonga? I don't remember. Jaribu kuconvert unisaidie. Nafikiri watu wengi wamezoea inches. Sawa, ni sentimita 102 kwa wanaume na sentimita 89 kwa wanawake maximum. Naomba nisaidie kuiweka kwenye inchi tafadhali kwa haraka. Inchi ngapi zinakuwa? Kwa inchi 40 kwa wanaume, 89. 35. Na inchi 35 kwa wanawake. Ukizidi hapo, you are in trouble. Tupo pamoja? Haya, sasa tulisha calculate BMI. Sasa tuangalie BMI inatakiwa irange ngapi mpaka ngapi. Alafu tujitathmini wenyewe. Si unaijua BMI yako? Ushai calculate? Kwa hiyo either
uko chini ya uzito unaotakiwa, kitu ambacho sio kizuri pia, underweight, sio? Lakini BMI nzuri ni baina ya 18.5 mpaka 25. 18.5 mpaka 25. Huo ndio uwiano sahihi wa uzito wako na urefu wako. Ukizidi 25, maana tayari wewe ni overweight na uko kwenye hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Ukizidi 30, tunaita kiriba tumbo au obesity. Ikizidi 40 au 35, tuseme 35 mpaka 40 na zaidi, manake ni unene wa kupindukia, yani morbid obesity. Habari ndio hiyo. Solution ni nini? Kama bado hatuja range pale kwenye 25, 18 mpaka 25 pale. Lifestyle, si ndio? Tukumbushane tu, kupungua uzito 30% ni vyakula na 20% ni mazoezi. Tukumbushane. 80% ni vyakula, 20% ndio mazoezi. Kama ukitengeneza mlo ukawa vizuri, then una chance nzuri zaidi ya kumaintain uzito wako kuliko kutegemea mazoezi peke yake. Kwamba ufanye mazoezi alafu uje kula chips mayai. Ufanye mazoezi, chips mayai, soda. Hutapungua kamwe. Tupo pamoja? Haya. La kwanza, tusivunjike moyo, lakini tuweke mikakati. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani na Wizara yetu ya Afya, kwa hapa Tanzania tu, theluthi ya Watanzania tuna BMI kubwa zaidi ya 25. Theluthi ya Watanzania wote. Hizi ni takwimu za Wizara ya Afya. Kwa ni it's a sad reality. Kwa hivyo tufahamu ili tuchukue hatua. Na kwa bahati mbaya wanaoathirika na uzito uliopindukia ni zaidi wanawake kuliko wanaume. Kwa sababu kwa tamaduni za Kiafrika zaidi wanaume ndio wanatoka, ndio wenye kazi ngumu kwa kawaida. Ukiacha wachache kama sisi tunaozurura zaidi. Lakini wengi wako majumbani na kadhalika. Wengine wachache tunatoka. Lakini wanawake mama zetu wako majumbani. Anaamka, anapika, anafua, yupo ndani. Anaamka, yani kazi zake ni sio za nguvu kulinganisha na wanaume, hususan waliokuwa mijini. Lakini waliokuwa vijijini wako salama zaidi. Kama hapo tumeona picha ya wadada wawili na BMI zao za 18 kila mmoja. Hawana sababu ya kuongezeka. Hawana sababu. Si ndio? Sasa sisi tumetoka huko kwa bahati mbaya. Lakini sawa, pamoja na kuwa tuko mijini, tuko maofisini zaidi kuliko tunakaa na kadhalika, tujenge tabia ya kushughulisha mwili. Tunaweza kuwafikia hawa waliokuwa vijijini na wenye shughuli nyingi. Mambo mengi tunaweza kufanya ili kushughulisha mwili. Kwa mfano, mikoani usalama upo zaidi kwenye mabarabara pengine, hususan barabara za ndani kama huku Morogoro. Tumia baiskeli badala ya gari kama mwendo ni mrefu. Lakini mwendo kama ni wa kufikika kazini, wacha gari. Naona kuna maboresho mengi upande wa usafirishaji. Pongezi kwenu. Vyombo vya usafiri wa umma tunaweza kutumia pia hata kama ni maofisa. Nitatoa mfano nchini Norway, waziri mkuu nchini Norway anapanda treni na mabasi ya mwendo kasi kama tulionayo pale Dar es Salaam. Anashikilia mchuma, anashuka, ni waziri mkuu. Lakini sisi ukimkuta ofisa fulani mwenye degree yake ukamwona kwenye mwendo kasi au daladala, ataanza kujishtukia yeye mwenyewe. Hata kama hiyo mwendo kasi ni amekaa kwa heshima, hakuna msongamano, lakini kwa nini nipande chombo cha umma? Mimi nitaonekanaje saa ngapi na Land Cruiser yangu? Si mnaangalia hiyo culture. Kwa hivyo
Kama tukirekebisha haya, nafikiri tunaweza kufika. Lakini kuushughulisha mwili takriban dakika 30 kwa siku. Fanya lolote unaloweza, ikiwa ni kutembea, kuendesha baskeli, dancing. Dancing ni mazoezi mazuri sana ambayo hayagharimu chochote, lakini pia ni burudani. Weka kioo, weka YouTube, unacheza nusu saa wimbo unaoupenda mpaka jasho likitoka, dakika 30 zako zimeisha. Lakini kwa kuwa tuko katika mazingira ya kazi, pengine sio rahisi kwa asubuhi au jioni, unaweza kugawa huo muda. Na at least mara 2 kwa wiki, jitahidi upate mazoezi magumu. Mazoezi ya kawaida nusu saa kwa siku. Mazoezi magumu ya kujenga misuli ni at least mara 2 kwa wiki. Lakini tena ni chini ya 40% ya watu wanaweza kufanikisha hili. Kwa hiyo na sisi tuwe katika wale ambao wameweza. Tunaweza au hatuwezi? Asante. Muhimu zaidi, tabia bwete. Tabia bwete. Tabia bwete sio tu kukaa nyumbani kuangalia TV muda wote, lakini vile vile kukaa ofisini muda wote ni tabia bwete. Yaani wewe na huyu hapo kwenye hiyo picha mko sawa sawa. Mko sawa sawa. Unapokaa chini ofisini au popote uliko, dukani kwako au ofisini, kwa muda wa lisali moja bila kunyanyuka, unapunguza uhai wako kwa dakika 22. Hizi ni takwimu jamani. Watu wamefanya tafiti za miaka mingi, wamewafollow watu. 1 hour bila kunyanyuka na kufanya mazoezi mepesi, then dakika 20 umepunguza. Hujaumwa chochote hapo. Sikwambii hatari inakuzunguka. Kwa hivyo kushughulisha mwili ndio jambo kuu. Na namna moja ya kuwezesha kufikia hii target ya kupata nusu saa kwa siku au zaidi ya mazoezi ni kitu kinaitwa 10,000 steps. Hatua 10,000 kwa siku. Takwimu tena tafiti zimeonyesha upo katika chance ya kupunguza madhara, vifo na magonjwa haya kwa kiasi kikubwa ikiwa utatembea hatua 7,000 mpaka 10,000 kwa siku. 10,000 steps. Hii sawa na mwendo wa dakika 70, lakini sio lazima uzifanye kwa muda mmoja. Unaweza ukakaa, ukafanya kazi zako, ukatafuta tu sababu ya kuinuka, ukazitembea. Moja tunaloweza kufanya ni kuzigawa. Asubuhi hatua 3,000, mchana 3,000, jioni unamalizia. Lakini pia anza taratibu. Huwezi kuanza na hatua 10,000 ghafla. Unaweza kuanza na 3,000 hizo kwa siku nzima. 1,000. Ukaenda baada ya wiki na nusu, ukaenda hatua 5,000. Start gradually ili usiwe discouraged. Kwa sababu ukikurupuka utarudi nyuma zaidi ya hatua 10 kuliko ulivyokwenda mbele. Utachoka. Kwa hivyo taratibu. Lakini namna nyingine ni kwamba tumia ngazi badala ya lifti, hususan kama si mbali. Ghorofa 1 mpaka 4 haupasi kupanda lifti kabisa. Labda kama una matatizo mengine, miguu, mgongo, nini. Hiyo ni minimum. Lakini kama unaweza kwenda zaidi, tafadhali tumia ngazi. Una save umeme, una save afya yako. Si ndio jamani? You burn calories and you save electricity. Lingine, wakati ukipokea simu ofisini, sasa hivi hatutumii sana za mezani. Za mezani tunatumia lakini si kama zamani. Kwa hivyo ukipokea simu ndio iwe sababu ya kupata zile steps. Toka, nenda kwenye ua wa nje, ongea huku unazunguka. Kama ni kitu ambacho unaweza kukiattend, kama ni mteja unataka kumattend, unaweza kumattend, au kama ni mazungumzo ya kifamilia, ongea huku unatembea badala umekaa pale pale. Idea nyingine nzuri ya kupata zile 10,000 steps ni kufanya kitu kinaitwa vikao mwendo au walking meetings.
Hii ni idea. Kama itaweza kutekelezeka, tutakuwa tumepiga hatua sana. Naomba LATRA muwe mfano na mtuonyeshe kwenye vyombo vya habari kwamba mna uwezo wa kufanya vikao mwendo katika kujaribu kuzuia magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na magonjwa ya moyo. It's possible. Sio kila kikao kinahitaji projector. Yes or no? Kuna mingine ni brainstorming tu mnafanya. Mmoja wenu anachukua minutes, na wakati anachukua minutes anasimama. Mnasimama muda huo. Umesemaje? Mwenyekiti pale anaongea, and then mnaendelea kujadili. Mwenye pointi yake anaisema, mnasimama, anachukua maelezo. Anaongea, mnasimama, anachukua maelezo. Mpaka mkimaliza hiyo meeting ya lisali moja mmefika msamfu. Walking minutes. Naona hii ni innovation ambayo LATRA mnaweza kuanza nayo. Anzeni na walking minutes. Walking meetings, sorry. Excuse me. Sawa. Kuruka kamba, dancing na nini. Next, nilikuwa nasema siku hizi tuna smartwatch. Si ndio Sio tu kwa ajili ya kusikilizia simu ikiingia bila kuishika, lakini pia unaweza kujitathmini na inakuongoza kufanya mazoezi. Smartwatch sasa hivi inaweza kukwambia umekaa muda mrefu, nyanyuka. Inakwambia umekaa muda mrefu, ina detect position yako. Na ukitembea inakwambia umeshafikisha hatua 1000, jitahidi zaidi. Kwa ni moja ya mambo ya kukuencourage. Kama hauna mtu wa kukuencourage, basi nunua tu smartwatch. Itakusaidia kumonitor, lakini pia kukukumbusha. Itapima mpaka mapigo ya moyo, idadi ya hatua ulizopiga na kuondoa tabia bweti. Katika baadhi ya mashirika kuna sports bonanza. Sijui kama LATRA tunazo. Ni jambo zuri, lakini inatakiwa kuwa mara nyingi zaidi. Sio mara moja kwa mwaka au mara 2 kwa mwaka, pia haitoshi. Ikiwezekana kila mwisho wa mwezi, hata kama sio ile special ya Tanzania nzima, kila kitengo, kila mkoa labda kufanya mambo mbalimbali ya kimichezo ili kuenjoy, lakini pia kufanya mazoezi. Tutafute sababu ya kufanikiwa, sio ya kujirudisha nyuma. Tunaingia mada kuu, ulaji. Mada nyeti. Mada nyeti. Ulaji usiofaa sio tu unaweza kusababisha kuongezeko la uzito, ambao pia ni hatari pekee kwenye magonjwa ya moyo, lakini vile vile kuna athari ya moja kwa moja kwenye magonjwa ya moyo. Vyakula vyenye wanga mwingi na mafuta huweza kusababisha ongezeko la lehemu, yani mafuta mabaya kwenye damu. Na hata ukiwa mwembamba, haina maana ukiwa mwembamba ndio huna cholesterol au lehemu. Vitu vile tofauti. Kuna mafuta ya kujaza mwili, tumbo, na kuna mafuta ya kwenye damu. Ni vitu vile tofauti. Usijione uko na BMI nzuri lakini ukaendelea kula vyakula visivyofaa. Kweli pengine huongezeki kutokana na metabolism yako, lakini bado hatari yako iko pale pale. Cholesterol inaendelea kuziba mishipa ya damu. Ndio utashangaa mtu anaonekana ana afya nzuri, mtu wa mazoezi, mwembamba, mwili uko vizuri, lakini ndani ya mishipa ya damu kuna mafuta ya cholesterol. Akianguka na stroke, mshangao wa dunia nzima. Lakini sisi hatushangai kwa sababu tunafahamu. Kwa hivyo naomba sana tuzingatia ulaji uliofaa, hata kama uzito wako ni mzuri. Sawa, tuchore duara kubwa kama hili. Alafu kwanza gawa nusu mbili katikati, si ndio? Hii nusu ya kwanza andika matunda na mboga. Andika kwa urefu. Nusu hii matunda na mboga. Tutaonana lunch time. Matunda na mboga. Alafu ile nusu iliyobaki igawe mara 2. Si ndio Sehemu ya juu andika nafaka isiyokobolewa.
nafaka isiyokobolewa. Na robo ndogo iliyobaki utaandika protein inayofaa. Sio tu protein inayofaa. Tuanze na hii nusu kubwa. Si tayari tumeshachora? Kila mlo wako wowote unaokula, uwe ni breakfast au lunch au dinner, whatever meal it is, lazima iwe katika uwiano huu, unless kuna ushauri tofauti wa labda wewe ni mgonjwa wa kisukari au una matatizo mengine tofauti, lakini katika hali ya kawaida ulaji ndio huu. Matunda na mboga mboga ni nusu ya sahani yako, na zaidi mboga kuliko matunda, kwa sababu matunda bado yana sukari ambayo inaweza ikaleta shida pia. Sababu ya sehemu kubwa ya chakula chetu kuwa mboga ni kwa sababu mboga zina makapi, lakini pia hazina nishatilishe, yani calories, ambazo zinaweza kusababisha uongezeke uzito au kukuhatarishia maisha. Na tunaposema nafaka isiyokobolewa, hapa tunamaanisha turudi tulikotoka, kwenye asili yetu, si ndio? Tunaposema nafaka sio tu isiyokobolewa, bali nafaka yenye mizizi, mihogo, ndizi, viazi, magimbi, ndio wanga. Badala ya nafaka tuseme wanga wa asili tuliokuwa tukila zamani. Sasa hivi cereal, yani cornflakes, asubuhi, tambi, chapati, maandazi, katlesi. Hiyo ndio breakfast. Tukija lunch, wali 3/4 na mchuzi kidogo. Tunaweza kurekebisha, si ndio jamani? It's possible. Ni maamuzi na wala sio ngumu. Kwani gimbi na andazi kipi ghali? Au tuseme viazi vitamu na andazi kipi ghali? Andazi ghali, kwa sababu litahitaji ngano, litahitaji mafuta, litahitaji kukaangwa na moto mwingi mpaka liive, hamira, sukari, si ndio? Kuna ingredients 3 zote hazifai na ni ghali. Lakini kiazi ukikichukua ukakichemsha, si ndio jamani? Na kama ni mahindi yawe dona. Ugali wa dona ni mtamu zaidi kuliko sembe. Uongo kweli? Una taste. Labda kama dona limeishi muda mrefu halijakuwa na quality labda. Lakini dona ni tamu kuliko sembe. Na nafaka nyinginezo kama ngano, kuna ngano inaitwa ata. Ipo madukani lakini wanakula Wahindi tu. Kuna ngano isiyokobolewa inaitwaje? Ata, unga wa ata. Unatengeneza chapati kama kawaida, kitu chochote. Yenyewe ina makapi yake bado na ni tamu kushinda hata ile nyeupe. Ni sawa Vinywaji tupunguze, Red Bull, soda, juice na kitu chochote kinachotiwa sukari. Mwenyekiti ametukumbusha kuhusu unywaji wa maji. Lakini tuepushe sana vitu ambavyo tunaongeza sukari. Protein inayofaa ni protein ambayo kwanza imepikwa bila mafuta mengi au bila mafuta kabisa. Nazungumzia nyama, samaki, nyama ya ng'ombe au mbuzi, kuku, samaki na nyinginezo, mayai, lakini iwe portion ndogo, isizidi ngumi yako. Hata hiyo wali, kama ni ugali, kama ni mhogo, usizidi ngumi yako. Na kwa kina mama turudie utamaduni wa kupika. Mbinu za kupika ziko nyingi, lakini tumekuwa washamba, tunakaanga tu. Mambo ya steaming, mnajua steaming? Kusteam chakula. Kuna kusteam, kuna kuoka, kuna kuchoma,
Hizo ni mbinu za mapishi, tena zina preserve flavors kuliko kukaanga. Kwa hivyo ule ushamba wa kukaanga kila kitu kama KFC tu uache wakina mama zaidi. Hata kina baba mnahusika definitely. Si ndio jamani? Kukaanga ni cooking style ya Wamarekani na wanajuta, hawezi kurudi nyuma. Hizi mbinu nyingine ni za sisi wa Afrika na wa Asia. Lakini sasa sisi badala ya kuwa na asili yetu na kuwafuata wa Asia, tumerudi huku magharibi. Na wenyewe wanajuta kwa jinsi mambo yalivyokisha haribika. Gharama ya kuyatibia ya magonjwa hayaelezeki. Chumvi isizidi kijiko kimoja cha chai kwa siku. Lakini kwa wastani ni ile chumvi ambayo inatumika kupika nyumbani kwa chakula cha watu wote. Ile inatosha. Ndio makadirio haya. Ili mradi isizidi. Kwa mfano mmepika mchana chakula cha wote kwenye chumvi ya wastani. Hiyo ni chumvi ya kawaida. Ndio hiyo inayotakiwa tule bila kuongeza nyingine. Kwa hiyo chumvi ya kupikia iwe wastani na tusiongeze zaidi basi. Ni principle ndogo kabisa. Mjumbe mmoja hapo alisema changamoto unakula kilicho mbele yako. Ni kweli. Kwa mfano leo nitaona wakati wa lunch au wa breakfast hapa. Hizo nafaka tulizozungumzia hapa, hizo protein zenye mafuta zisizo na mafuta hamna. Tutakachokikuta ni disaster. Si ndio jamani? Tunachoweza kufanya sisi wafanyakazi, japokuwa tuko ofisini tunaletewa vyakula vya mamalishe au hoteli za karibu, si ndio? Tunaagiza. Lakini mara nyingi sio vyakula vinavyotakikana. Jali afya yako, beba lunch box. Nimewahi kuishi nchini India kwa muda. Kule kila mtu anakwenda kazini na lunch box, mpaka bosi mwenyewe mkurugenzi mtendaji kama hapa. Anabeba lunch box. Kwenye lunch box wewe utapanga cha kuweka. Tunao wafanyakazi majumbani. Tuwaelekeze. Ukiingia saizi Google, YouTube, ChatGPT, ukimwambia nitengenezee meal plan, healthy meal plan for 1 week, anakutengenezea hiyo hapo. Ukimwambia nitengenezee African context, anakutengenezea meal plan. Unampa msichana wa kazi, anaenda sokoni, anakubebea, anakupakia kila asubuhi, unabeba lunch box. Kuna excuse? Ipo excuse? Nadhani tumeelewana. Tunamalizia kuhusiana na tabia hatarishi. Uvutaji wa sigara unaongezeka kwa vijana, na hii sio tu sisi lakini pia watoto wetu. Tuwaangalie sana. Watoto wetu wanavuta sigara. Tutake tusitake. Hususan sigara za kielektroniki. Na ni hatari sana kwa moyo na afya ya mapafu kwa ujumla. Na aina yoyote ya tumbaku, iwe ni sigara za kawaida, za kielektroniki na hata shisha. Shisha, mtu akikaa kwenye ile shisha hiyo pipe kwa lisali moja, ni sasa amevuta sigara 100. Sigara 100 kwa mpigo wa lisali moja. Disaster. Yaani mimi natibu zaidi wagonjwa wenye changamoto za mapafu. Kwa hiyo ninaona ndani kama ya miaka 10 hivi afya ya vijana wetu sijui itakuwaje, yaani ya hili taifa. Kwa sababu ndio imekuwa kama fashion sasa hivi mijini, shisha clubs. Kwa hiyo tuwe mabalozi. Kwa nini? Kwa sababu katika sigara kuna kemikali, na hizi shisha kuna kemikali 6,000. Sio tu nicotine ndio tunaifahamu, lakini kuna kemikali 6,000 na at least 60% ya hizo, yaani unazungumzia kama kemikali 3,000 hivi au 4,000. Hizo zinasababisha saratani. Lakini kemikali nyingine zote, kwa mfano tu kuna moja inaitwa toluene for example. Toluene inatumika katika kutengeneza mabomu. Ipo kwenye sigara. Kuna kemikali kama cadmium na nyinginezo ambazo zinatumika kutengeneza battery, maji ya battery. Ni vitu ambavyo havisemeki. Lakini kama huijui sigara, unaona ni starehe tu mtu kashika sigara yake. Na ndio maana tunaimba sana. Mtu anayefuta sigara
ana hatari kubwa sana ya kupata magonjwa ya moyo na mengine mengi bila hata ya kuelezea. Hatari ni kubwa mno kiasi kwamba ukiacha Tanzania na Zimbabwe, kwa sasa hivi Afrika hakuna nchi hata moja inaruhusu kulima wa tumbaku. Sitaki kuingia kwenye siasa kwa sababu mimi ni rais. Rais mdogo. Haya. Pombe ni kama sigara. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, hakuna pombe inayofaa. Sio maneno yangu, naomba kusoma hapa. Naomba kunukuu. Madhara ya kutumia pombe hata kwa kiasi kidogo ni zaidi ya faida yoyote inayopatikana kwa kuinywa. Hivyo inashauriwa kutotumia pombe kabisa. Kwa Kiingereza, no level of alcohol consumption is safe. Sio maneno yangu. Sio maneno yangu. Siongezi neno. Usingizi sio starehe. Usingizi ni rehema Mwenyezi Mungu ametupa. Ni rehema kwa sababu tunapolala ndio muda ndio mwili unajiripea. Mwili na akili. Pressure yako inashuka, mapigo ya moyo yanashuka, hormones zina balance, ngozi inarudi vizuri, msongo wa mawazo unapungua, kila kitu kinajiripea wakati wa usingizi. Kwa hivyo sio starehe, sio kwamba unalala unavyotaka wewe, unapaswa kulala inavyoshauriwa kwa sababu ni tiba kwako. Tupo pamoja? Na kinyume chake tupo katika hatari ya kupata shinikizo la juu la damu, stroke na magonjwa mengine ya moyo na kadhalika. Nadhani muda umekwisha, pengine hatupata muda wa kujadiliana. Najua sio wote tunaweza kulala muda unaoshauriwa. Lakini labda wewe mwenyewe unadhani unaweza kufanya nini ili kuboresha usingizi wako? Kufanya maboresho katika namna unavyolala. Maybe tutajadili wakati mwingine, lakini kiwango cha usingizi kinategemea umri. Kwa watoto wadogo kabisa anatakiwa alale angalau masaa 14 mpaka 17. Mtoto mchanga. Si ndio? Lakini katika umri wetu ni masaa 7 mpaka 8. 7 mpaka 8. Kwa wastani mtu anapofikia miaka 18 anatakiwa kulala masaa 7 minimum. Mangapi? Hapo ndipo ambapo utakuwa salama. Ama sivyo zile stress hormone mwilini hazipati muda wa kujiregulate. Ukiamka ni kama vile jana ilivyokuwa. Kwa hiyo uko kwenye metabolic state ambayo inakuhatarishia maisha yako. Very very serious. Lakini sio tu umelala muda wa masaa mengi, pia usingizi wako ulikuwa wa thamani gani? Yaani ulilala vizuri au hukulala vizuri? Pengine unaamka kila wakati, lakini upo kitandani masaa 10 ila sometime umeamka, sometime umeshtuka na kadhalika. Kwa mfano nitatoa tu mfano kwa haraka. Tulikuwa na mgonjwa anaitwa Mr. JS. Yeye ni mgonjwa wa kisukari na shinikizo la juu la damu, lakini pia ni obese. Kilichomleta siku hiyo hospitali ni kliniki ya kawaida, lakini alileta malalamiko kwamba mke wake anamuita generator kwa sababu anakoroma. Anafanyaje? Anakoroma usingizini. Kwa hiyo anasema mimi mke wangu ananiita generator, na mkewe akasema kwa kweli silali. Sometime nalala chumba kingine. Ila kilichonishtua hivyo katika kukoroma kwake anashtuka anatafuta hewa. Kwa hivyo mimi naogopa anaweza akakata moto. Sawa, pamoja kwa ni generator bora abaki na ugenerator haki. Kwa hiyo ndio ilikuwa main complaint, lakini kingine ni kwamba sipungui uzito. Yaani ninafanya diet miaka 5 sasa. 5 years tangu ushauri mlionipa 0, naongezeka badala ya kupungua. Kwa nini? Halali vizuri, hormone hazikai sawa. Kwa hivyo anapata zaidi hamu ya kula. Na vile zile hormone za kuregulate uzito haziko vizuri. Kwa hiyo anaongezeka badala ya kupungua. Anashindia majani kutwa nzima lakini hapungui.
Kwa usingizi una regulate pia weight. Kama ulali vizuri huwezi kupungua. Huyu tukamfanya nini? Tukamfanyia kipimo kinaitwa sleep apnea study. Tukamfunga mashine akalala nayo pale kwetu. Kuamka asubuhi tukaitia kwenye mashine, kwenye kompyuta tukatathmini. Tukamkuta na tatizo linaitwa obstructive sleep apnea, yani kukosa pumzi usingizini. Na ni kwa sababu ya unene alionao, misuli ya shingo na nyama zile, anapokuwa kwenye usingizi misuli inakuwa laini zaidi. Kwa hiyo ina collapse. Anakuwa analala, anashtuka kwa sababu apate hewa. Analala, anashtuka. Akiamka anasinzia zaidi. Ile asubuhi haiko productive. Ofisini haiko productive kwa sababu ya kuamka usiku. Usingizi wake ni poor quality. Ingawa analala masaa 8. Tupo pamoja. Kwa sio tu quantity au length of your sleep, lakini quality of your sleep ndio zaidi. Masaa uliolala machache lakini yaweze kurepair mwili wako. Sawa. Tuliwahi kufanya screening camp kwa ajili ya tatizo hilo tu la usingizi na tulipata wagonjwa wengi wenye tatizo. Kwa hiyo tafadhali, kukoroma sio poa. Huenda ukawa una tatizo. Na kukosa usingizi pia sio poa. Kuamka usiku sio jambo la kawaida. Tutafute msaada inapostahiki. Lakini kwa wale ambao tunaweza kulala vizuri kama kawaida ila tunajiharibu wenyewe, tufanyeje? Cha kwanza, weka masaa ya kulala tuyaheshimu. Na inapokaribia muda wa kulala, achana na screen, simu, TV, 1 hour before you go to bed. Kusiwe na screen yoyote, 1 hour. Lakini chumba unacholala, jitahidi kiwe na hewa safi, ikiwezekana iwe na temperature ya chini. Kidogo baridi, baridi inaleta usingizi. Joto inaondoa usingizi. Kwa hiyo upepo au feni au chochote unachoweza kupata. Sawa. Na kingine, jizuie kunywa chai au kahawa wakati wa usiku, especially muda mdogo kabla ya kulala. Chai ina kemikali inaitwa thein. Kahawa ina caffeine, chai ina thein. Thein pia inaondoa usingizi. Ni kemikali pia. Usile chakula kingi wakati wa usiku na muda mfupi kabla ya kulala. Na jijengee tabia kwamba saa yangu ya kulala ni hii, saa yangu ya kuamka ni hii. Iwe weekend, niwe safarini, niwe sijui kwenye baraza la wafanyakazi, niwe Morogoro, niwe Shinyanga, saa yangu ya kuamka ni hii, ya kulala ni hii, ya kuamka ni hii. Weka hiyo discipline ili brain yako ijicondition. Na jua kutakuwa na exception. Una kikao na nini. Mambo yanaweza kubadilika, lakini jitahidi uweke discipline mwenyewe. Hata weekend, ikiwa weekend, siku kuu, whatever it is, amka. Hata kama unataka upumzike zaidi, amka ule muda ukifika. Fanya lolote, urudi kulala ukitaka, relax. Lakini keep your biological clock. Mwili unajiregulate vizuri, unakuwa upati shida ya usingizi. Fanya hivyo kwa siku 40 mfululizo. Then hautapata shida tena ya kulala. Kitanda sio ofisi. Kitanda sio ofisi. Kitanda ni sehemu ya kulala. Pia jaribu kuifundisha akili yako kwamba my bed is for sleeping. Kama una kazi kibao, hata kama ni za kukesha, kafanya kwenye dawati au sitting room. Kitanda chako kibaki pale kwa ajili ya tu usingizi. Ili ukiingia kitandani, akili yenyewe ishajijenga kwamba natakiwa nifanyaje? Nilale. Okay? Kama unashindwa kulala, una mawazo mengi, nyanyuka, usiendelee kutafuta usingizi. Utapoteza muda na utawaza zaidi. Inuka, tembea, soma, kunywa maziwa kidogo. Fanya jambo lingine, yani jipumbaze kwa dakika 10 mpaka 30, alafu urudi tena kulala. Usingangane kulala wakati unawaza. Nadhani tunaweza kumalizia kwa slide 2-3 kuhusiana na afya ya akili. Jambo muhimu kabisa. Kama mnavyoona, tunatumia masaa mengi kazini kuliko majumbani. Kwa hivyo tupo katika hatari ya kupata matatizo ya afya ya akili katika mazingira yetu tu ya kazi. Kwa ni jambo la kuzingatia. Mfano, ratiba ngumu, deadlines, mrindikano wa kazi kupita uwezo wako.
hofu ya kupoteza kazi, hata sometimes uhamisho tu ni swala ambalo linaweza likakusababishia afya ya akili ikayumba kabisa, na hii inaweka moyo wako katika hali mbaya. Lingine, viongozi wetu wakati mwingine wanaweza kuwa wabaguzi, hawana usawa, kuna urasimu katika maeneo ya kazi, kuna malipo yasiyokuwa sahihi ambayo haendani na kazi unayofanya. Mambo ni mengi, pengine sio mimi wa kuyaongea, nyinyi mnayajua zaidi, si ndio mnayajua. Tutaangalia baadaye nini kifanyike. Cha msingi, tunaishi kwenye jamii, tunatoka majumbani, kule pia kuna changamoto. Maisha yamekuwa ya kasi. Kuna ada za shule, si ndio? Kuna mambo mengi yanatuzunguka. Ila jambo moja hapo linalosababisha matatizo ya afya ya akili ni kukosa mpangilio, kama hauko organized. Wakati mwingine kujipanga tu inatosha wewe kufanya uwe sorted. Sawa, tutaangalia moja kati ya matatizo ya afya ya akili ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza kutokea katika hali ya kawaida. Lazima mwili utikisike, sio? Ili uweze kujituma zaidi. It's a natural response. Ila inatakiwa isizidi. Msongo wa mawazo unaweza kukusukuma wewe ufanye kazi vizuri zaidi au ujipange zaidi. Lakini hali ikizidi, ndio pale tunasema hii ni tatizo la msongo wa mawazo. Dalili zake ni nini? Maumivu ambayo hayana sababu. Unaenda hospitali unapima kila kitu kiko normal, lakini wewe unaumwaga kichwa tu, unauma miguu, unauma mgongo. Kule hospitali tuna nickname, tunaita hapa na hapa syndrome. Yaani hapa panauma, hapa panauma. Hapa panauma, hapa panauma. Lakini hakuna kipimo chochote kinachoonyesha shida. Ukiona dalili kama hizo, inawezekana na wewe unao msongo wa mawazo. Tutafute msaada mapema. Kukosa usingizi kama tulivyoongea, hamu ya kula inaweza ikazidi au ikapungua. Yote yanawezekana. You could eat more or less. Si ndio pande zote zipo. Ingine ku lose interest. Yaani mambo ambayo ulikuwa ukiyapenda kuyafanya, kwa mfano unapenda shopping au unakwenda salon kila weekend au kila weekend unasafisha nyumba yako. Kabisa siku hizi umeachana nayo, wewe ni wa kitandani tu, umelala au upo. Hata kazini pale umezoeleka kuwa ni mtu mchangamfu, wa kuorganize watu, lakini umetulia kupita kiasi. Ku lose interest. Kupoteza hamu ya kufanya mambo ambayo umeyapenda au umeyazoea. Kuwa na mawazo hasi, alitoka kusema mjumbe mmoja hapo. Wewe ni negative tu. Kwa mfano tu, hata salamu pia inakuwa shida. Habari za saa hizi? Kimya. Habari za saa hizi? Shakusikia. Umeona? Nani leo tuna kikao saa fulani. Kwani mimi saa sina? Si wametuma kwenye WhatsApp, kwani sione? Umeona? Kwa hivyo kama ni mwenzako mko ofisi moja, saidianeni. Kama ambavyo ukimwona mtu ameshikilia kichwa kinamuuma au ana homa, utampeleka hospitali, sio? Tena utaenda kumripotia kwa HR. Jamani, tufanye mpango wa gari, sio? Vile ukiona mabadiliko ya tabia, usimjudge. Kwamba huyu amekuwa kisirani, sijui mume wake amefanyaje? Hapana. Ana matatizo ya msongo wa mawazo. Chanzo kinaweza kuwa pale kazini au hata nyumbani, lakini tayari ana shida huyo, msaidie. Lakini mtu anaweza kuwa hakuwa mnywaji wa pombe wala nini, akaanza tu tabia za ajabu. Ghafla katika utu uzima, lazima tumshangae. Maana tabia hizi za hatarishi huanza kwenye ujana, si ndio? Sasa mtu mzima akaanza tabia za kiajabu, kuna tatizo. Okay. Nini la kufanya? Jaribu kuwa positive, ila usijilinganishe. Tambua kwamba kila mmoja ana thamani yake, ana uwezo wake, lakini zaidi ana riziki yake kwa Mwenyezi Mungu. Si ndio Riziki imekadiriwa. Sio kwa sababu mwenzako hana hiki, basi kwa nini mimi sipati? Kwa nini upambane, uibe, ufanyaje ukishindwa kabisa msongo wa mawazo? Ya nini? Usijilinganishe. Jilinganishe tu katika kujaribu kuimprove, lakini sio Fanya yaliyo kwenye uwezo wako. Fanya bidii,
fanya bidii kabisa, timiza wajibu, there is no excuse, lakini usiibebe dunia. Acha dunia ikubebe, si ndio? Utaweza kubeba dunia? Wajibu wako timiza, usitafute sababu. Lakini kama ni mambo ambayo yamefikia wewe huna uwezo nayo, usijiforce. Tafuta msaada zaidi, lakini usiibebe dunia. Dunia ndio ikubebe wewe, si ndio Ukiona umewaza unagonga ukuta, umewaza umegonga ukuta, mwachie Mungu, hilo sio lako. Okay? Usijaribu kutafuta solution kama solution hakuna na umefanya jitihada tayari. Tafuta msaada au liache, mawili. Aidha utafute msaada au uliache ikibidi. Jiendeleze kitaaluma, wenzako wanakwenda masomoni wanarudi. Wao uko hapo hapo tu. Wanaenda masomoni wanarudi. Wakirudi wanakuwa katika better position, aidha kinyadhifa au hata kipato. Na wewe jiendeleze, kuna online course nyingi tu unaweza fanya. Huna haja ya kwenda kokote. Ili mradi nini? Uendane na kasi ya maisha, usipate msongo wa mawazo. Kikubwa zaidi, jipangilie. Wanasema if you fail to plan, you plan to fail. Na kufail kwenyewe sio katika yale unayoyafanya, wewe mwenyewe pia afya yako ipo hatarini. Weka vipaumbele. Kwamba hapa nina task 20, lakini hapa nitaanza na hii na hii na hii. Kila mtu anapaswa kuwa na diary, sio secretary peke yake. Mimi pia nina diary ya kwangu peke yangu, yani binafsi. Ninayo. Kila asubuhi naandika. Natakiwa nimpigie baba simu, nimuulize leo pressure yake iko ngapi, kwa sababu mzee wangu anauma pressure. Kwa hivyo kila siku nampigia kisha namshauri. Kwa hiyo ipo kwenye diary. Ikifika saa 5 alamu yangu inalia, nampigia baba simu. Licha ya kuwa na very busy clinic, naandika saa 7 kamili lunch. Na hiyo ratiba iko kwenye kichwa changu. Saa 3 mpaka saa 5 clinic. Si ndio? Ikifika saa 5 lazima niinuke, mfano yani. Jipange, kuwa na ratiba. Kipangilia mambo yatakwenda vizuri. Nadhani kwa muhimu ni hayo, lakini pia mtu ambaye anakunyima raha, mtu negative, anakukatisha tamaa, anakukosesha amani, achana naye. Amani yako ni jukumu lako wewe mwenyewe. You own your own peace. Mtu mwingine usimruhusu akukoseshe amani. Achana naye. Kama inabidi kuishi naye katika mazingira yako ya kazi, endelea kuchukua tahadhari, mpe minimum attention. Kazi, hakuna zaidi. Si ndio? Na hii mara nyingi inatokea kwa wanawake zaidi. Hata wanaume, lakini kwa wanawake ndio kuna yale mambo ya chini kutokana na nature ilivyo. Kwa hivyo wewe huna haja kupata msongo wa mawazo kwa sababu fulani eti anakusema sijui nywele zako zimefanyaje. Hamna sababu. Okay? Unataka kwenda kusoma, nakwambia hivi wewe, hao watoto utamwachia nani? Unajua utaachwa na mume wako hivi. Kwa hivyo jaribu kupunguza hayo. Au una cut off kabisa, unamtoa katika saiko yako, unamtoa. Kwa sababu nzuri tu za kiafya. Unalinda moyo wako, si ndio Unamtoa kabisa. Kama kuna mgogoro, usiuweke moyoni. Usiubebe. Umalize. Kama huna hiyo courage, tafuta mtu wa kukusaidia. Tafuta bouncer wako. Sawa Anaweza kuwa rafiki, mume, mke au kiongozi wako. Maana mimi kuna hili fulani linanitatiza. Limalize. Usilibebe kwa sababu moyo unaelemewa baadaye, madhara ni makubwa. Sawa. Nadhani tumemaliza. Waajiri pia wana wajibu wao, lakini in the interest of time tutaenda kwa haraka kwamba cha kwanza kujaribu kutoa majukumu. Unajua kila boss ana bosi wake na kila mtu ana deadlines za kumeet. Kwa hivyo yeye atakupress wewe ili yeye asiwe press zaidi na kadhalika. Lakini katika kufanya hayo tuweke ubinadamu pia. Pamoja na tunataka kushine, tunataka kufanya vizuri, tujaribu kuweka kazi inayoendana na uhalisia. Isiwe overload. Tusifanye usiri,
au tulinde usiri na kutokubagua. Mtu amekujia na tatizo lake, keep it to yourself. Ukishamtangazia wewe ukiwa kiongozi, nadhani itakuwa shida zaidi. Tunapaswa kufanya mafunzo ya hamasishaji na mafunzo endelevu kama haya. Kwa uongozi uzingatie sana afya ya akili kazini kwa kufanya mafunzo pia. Kwa kuhitimisha, kwa pamoja tumejadili kwamba magonjwa ya moyo yanazuilika. Kwa hivyo sote tunapaswa kuchukua hatua. Ni magonjwa ya mtindo wa maisha, si ndio jamani? Ni magonjwa ya mtindo wa maisha, tunatakiwa kung'oa ule mzizi. Kikubwa ni lishe, uzito unaofaa, kuacha msongo wa mawazo na vile vile kulala, usingizi. Nadhani tumelisisitiza vizuri. Nakushukuruni na nakaribisheni kwenye hospitali mpya ya kisasa inaitwa Shifa Pan African. Tunatoa huduma zote za kibingwa na kibobezi. Super specialized hospital. Karibuni.